بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya fiqh na tumefika katika mambo yanayofungamana na kutayammum. Na tulisema katika madarasa yaliyopita ama katika darasa ya mwisho kuwa leo tutazungumzia yule mtu alovaa jabira, alovaa bendeji, wakati gani atalipa swala. Yani ni masala yanakaririka, yanatokea sana. Na sisi katika madhehebu yetu kuna tafsiri, yani kuna maelezo kidogo, wakati gani mtu atalipa swala, wakati gani mtu halipi swala ikiwa amevaa bendeji. Na si ati moja kwa moja mtu tu atakwenda atatawadha kisha atatayamamu kisha basi ati swala imekwenda hivi. Tutaombea ile swala aloswali kwa bendeji ile, kuna baadhi ya ahwali ama kuna baadhi ya sura, kuna baadhi ya scenarios ambao ni lazima zile swala azilipe. Na hii kauli hapa ambayo tutaieleza ndio rai yenye nguvu katika madhehebu yetu. Ndio rai yenye nguvu katika madhehebu yetu. Kwa hiyo ndio tutakayoeleza, maana sisi tunajaribu kukumbushana ama kufundishana fiqh kwa madhehebu ya Imam Shafi. Kwa hivyo ndio rai tutakayoieleza. Naam. Kwanza kabisa mtu akivaa bendeji mara nyingine inaweza kuwa ile bendeji iko katika uso ama mkono. Yaani katika kiungo cha kutayamamu. Ile bendeji inaweza kuwa katika uso ama mikono. Yaani kwenye kiungo cha kutayamamu, sio? Basi moja kwa moja pale akiswali, manake huyu itakuwa ametawadha, sawa? Kisha akatayamam, labda ana bendeji kwenye uso, ametawadha na akatayamam, kisha ndo akaswali. Tutamwambia baadaye akishaondoa ile bendeji, akishaitoa ile bendeji, lazima alipe zile swala. Lazima alipe zile swala aloswali na ile bendeji. Kwa sababu gani? Kwa sababu udhu wake una upungufu na pia tayamum yake na nini? Ina upungufu. Manake yeye ameosha uso lakini hakuosha kiukamilifu. Na alipotayamam pia hakutayamam kiukamilifu. Kwa sababu gani? Kwa ajili bendeji pia iko kwenye kiungo cha kutayamam. Bendeji pia iko kwenye uso na kutayamam ni kwenye uso. Na mikono pia ni hivyo hivyo. Kwa hivyo bendeji ikiwa kwenye uso au mikono, lazima zile swala afanye nini? Azilipe. Ndio kauli ya nguvu kwenye nini? Kwenye madhehebu. Ama ikiwa bendeji labda iko kichwani ama iko mguuni, hapa kidogo masala yanatofautiana, ahwali ziko tofauti. Nasema ikiwa bendeji iko kwenye kiungo kingine, sio uso ama miguu, yani sio uso ama mkono, kwa hivyo ni kama mguu ama kwenye kichwa. Tunasema ikiwa ile bendeji imechukua nafasi zaidi ya inayohitajika kuizuia, ikiwa ile bendeji imechukua nafasi zaidi ya ile nafasi inayohitajika kuishikilia ile bendeji, manake tuseme kidonda size yake ni kama ile shilingi 20 ya shilingi 20 yani. Ile ni size ya kidonda, shilingi 20 ya Kenya, size ya kidonda ile. Lakini bendeji ikawa imefinika mkono mzima, mguu mzima tuseme. Bendeji ikawa imefinika nini? Mguu mzima. Tutauliza, kwa nini ile bendeji imefinika mguu mzima? Imefinika tu hivyo hivyo. Yani jawabu sasa ikawa ni kuwa imefinika bila haja. Haihitaji kufinika mguu mzima, hakuna dharura yoyote. Hukumu yake ni nini? Pia hukumu ya mtu kama huyu, swala zote atakazo swali kwa ile bendeji lazima alipe. Kwa sababu pale bendeji imefinika sehemu ambayo ingefaa kuoshwa bila ya dharura yoyote. Bendeji imefinika sehemu ambayo yafaa kuoshwa bila ya dharura yoyote. Maana kuna sehemu pale chini ya ile bendeji ambayo haina kidonda na imefinikwa bila ya dharura, sio dharura ya kuizuilia. Maana kawaida ile bendeji inataka ishike sehemu nyingine, yani itafinika sehemu ambayo hakuna kidonda kwa dharura ya kuishikilia ile bendeji. Haina neno, itakuja maelezo yake hayo. Itakuja maelezo yake. Kwa hivyo hali ya kwanza tumeeleza, ikiwa bendeji iko kwenye uso au mikono lazima zile swala alipe. Hali ya pili, ikiwa bendeji iko kwenye mguu ama kichwa lakini imechukua nafasi zaidi ya ile haja ya kushikilia nini? Ya kuzuilia ile bendeji. Sawa? Kisha mara nyingine ile bendeji itachukua tu sehemu ambayo ina haja ya kuishikilia. Manake kwa mfano kidonda ni hicho, kama tulivyosema kidonda size yake ni shilingi 20. Kisha ile bendeji ikawa kubwa kidogo tu. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kuizuia ile bendeji iweze kubaki kwenye nini? Iweze kushikika. Haina neno pale. Hukumu yake nini? Tutasema mtu kama huyu tumwambia
ikiwa wakati wa kuweka bendeji alikuwa ametawadha, angalia. Ikiwa wakati wa kuiweka ile bendeji, wa kuivaa ile bendeji alikuwa ana udhu, basi zile swala hatozilipa. Lakini ikiwa wakati wa kuweka ile bendeji ilikuwa huyu mtu hana udhu, basi zile swala alizoziswali wakati ule akiwa na bendeji lazima zote azilipe. Hii ni ikiwa ile bendeji imechukua nafasi ya dharura tu. Yani imefinika kidonda na pia imefinika nafasi ya nini? Nafasi ya dharura. Sawa? Kisha hali ya mwisho, manake sasa tumetaja hali 4. Sio? 3 analipa na 1 halipi. Tumetaja ya kwanza ambayo analipa, anaqidi zile swala ni ikiwa bendeji kwenye uso au mikono kwa namna yoyote, au haiko kwenye uso au mikono lakini imechukua nafasi ambayo zaidi ya dharura. Yani imefinika kidonda na imefinika zaidi ya kidonda bila ya dharura yoyote. Ama hali ya 3 ni kuwa imefinika kidonda na zaidi ya kidonda kidogo, lakini kwa dharura ya kuishikilia, lakini wakati wa kuweka ile bendeji, wakati wa kufungwa ile bendeji ilikuwa yeye hana udhu. Hizo hali 3 analipa. Lakini lao ingekuwa ana udhu wakati wa kuweka hiyo bendeji, basi halipi. Hiyo ni hali ya kwanza ambayo halipi. Sawa? Haqidhi zile swala yani. Kisha hali ya mwisho ambayo haqidhi zile swala ni mtu ambaye itakole bendeji iko kwenye uso, iko kwenye miguu, iko kwenye miguu au kwenye kichwa, na ikawa ile bendeji imefinika kidonda peke yake. Bendeji imefinika kidonda tu, haijafinika sehemu nyingine. Yani haijachukua sehemu yote ya sahihi. Mtu kama huyo utamwambia madamu bendeji imefinika kidonda peke yake, hata kama ile bendeji alipoivaa alikuwa anao udhu au hana udhu, zile swala afanye nini? Haqidhi. Zile swala afanye nini? Haqidhi. Kwa hivyo hizi ni hali 5 ama scenarios 5. 3 mtu zile swala lazima alipe, na 2 zile swala mtu si lazima afanye nini? Alipe. Lakini hii ndio kama tulivyosema, hii ndio rai yenye nguvu kwenye madhehebu. Kuna rai nyingine ambazo si za nguvu. Mtu akiona kuna dharura hawezi hanini Allahu aalam, aweza kutafuta maulama watambainishia. Manake al-Imam an-Nawawi asema kuwa si lazima alipe zile swala maadamu amefanya kadri ya uwezo wake. Ni kauli ambazo ni dhaifu, mtu atumie tu wakati wa dharura. Lakini kikawaida tutasema ni bora mtu atumie hii rai yenye nini? Yenye nguvu. Wallahu aalam. Na tutaenda kwenye masala mengine yanayofungamana bado na jeraha, yanayofungamana bado na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tayammum ni kuwa katika kutayammum mtu hafai kutayammum isipokuwa baada ya wakati wa swala kuingia. Mtu hafai kutayammum isipokuwa wakati wa swala kuingia. Anataka kuswalia dhuhuri, basi angoje time ya dhuhuri ingie ndo afanye nini? Atayammum. Sio kama kwenye udhu mtu mashaallah aweza kutayammum kama saa 4 na yeye anangoja dhuhuri yake saa 7. Adhuhuri inaingia saa 6:30 labda. Lakini kwenye kutayammum tunamwambia lazima angoje time ya swala kufanya nini? Kuingia. Kwa sababu tayammum ni dharura. Ni tahara ya dharura yani. Na sasa ile dharura ambayo wewe unayo, labda time ya swala ikiingia itakuwa hauna ile dharura, imeondoka. Kwa hivyo ngoja mpaka ile dharura ifike. Tamam. Hivyo hiyo ni masala mengine pia ni kuwa tayammum mtu hawezi kuswali nayo faradhi mbili. Tayammum mtu anaswali nayo faradhi moja peke yake. Kama ukitayammum kwa ajili ya adhuhuri, utaswali adhuhuri tu. Huwezi ukatayammum kisha ukaswali adhuhuri na ikiingia wakati wa alasiri ukaswali tena alasiri bila kutayammum tena. Haiwezekani. Lazima utayammum kwa kila swala ya faradhi. Isipokuwa jeneza, yani kwa uhakika tunasema faradhi, tunamaliza faradhi ya aini. Faradhi aini ni faradhi ambayo kila mtu lazima afanye. Tofauti na faradhi ya jeneza. Swala ya jeneza ile inaitwa fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana, haina neno. Uweza kuswali jeneza, swala za jeneza nyingi kwa tayammum moja. Uweza kuswali sunna nyingi kwa tayammum moja, haina neno. Lakini swala ya faradhi ya aini huwezi kuswali faradhi 2 za aini kwa tayammum moja. Naam. La ilaha illa Allah. Kisha katika kusema kuwa masala tumetanguliza kuwa inajuzu mtu kutumia kutayammum hata kama yani wakati anahitaji yale maji. Mfano anahitaji maji kunywa. Hata kama si sasa. Mfano anahitaji maji kunywa baada ya masaa 2 au 3. Yeye kwa sasa hahitaji, lakini anajua baada ya masaa 3 mimi nitahitaji na labda sitopata. Ana ruhusa mtu kama huyo kufanya nini? Kunywa kuweka yale maji na atayamamu. Haina neno na ni ruhusa inshallah.
Naam, kwa hiyo tutakomea hapa inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.